Bwana Yesu asifiwe. Ninakushukuru wewe ambaye umejiunga na mimi siku ya leo na kukaribisha sana katika wakati na wasaa huu wa kujifunza neno la Mungu. Kwa jina naitwa mtumishi wa Mungu Veronica Holela, na nakukaribisha sana siku ya leo ambayo ni siku njema tena tunakutana. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza, basi iwe mara kwa mara kwa wewe kuingia katika channel hii na kujifunza. Pia kama ni mara yako ya kwanza, ninaomba ukasubscribe. Lakini pia ikiwa somo hili litakubariki, basi share na mtu mwingine ili uweze kufikisha ujumbe, kufikisha neno, kufikisha kile ambacho wewe kimekubariki ukakifikisha sana kwa mtu mwingine. Kwa hiyo huwa tunakuwa na masomo mara kwa mara, siku za Jumapili, siku za Jumatano huwa tunakuwa na masomo haya, na Mungu akituwezesha pengine siku tunaweza tukaja kawa live kwa ajili ya kujifunza moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna grupu la maombi kwa wale ambao wanapenda kuingia kwenye maombi ya usiku wa manane. Yaani ni maombi yenye nguvu sana. Ni maombi yenye nguvu sana na ni maombi ambayo yana majibu sana. Kwa hiyo ninakusii uweze kujiunga kwenye maombi ya usiku wa manane. Kuna grupu ambalo lina maombi ya usiku wa manane, tunamshana na kuomba live. Kwa hiyo ikiwa utapenda kuingia kwenye hilo group, utanitumia ujumbe, ninapenda kuingia kwenye group la maombi ya usiku wa manane kwenye namba ya 0715410722. 0715410722. Hiyo ni yes. Na hiyo ni namba ambayo pia ni namba ya sadaka pale ambapo Mungu atakuwa amekugusa kwa ajili ya kuendeleza utumishi huu, kuendeleza huduma hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie maono. Leo tunaangalia kitu kinaitwa maono. Maono huwa yanafundishwa sana mahali pengi na watu wengi sana, lakini maono ni kitu ambacho ni spiritual, ni swala la kimungu sana. Na wewe kama mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, ukishikilia swala la maono, unaweza ukajikuta unavuka kwenye baadhi ya mambo. Kuna mambo fulani utakuta unavuka kwa sababu umeelewa issue ya maono, umeelewa maono ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru, asante kwa ajili ya saa hii na wakati huu. Ninakusihi Roho Mtakatifu ukapate kutufundisha siku ya leo. Ninaomba ukamguse mtu huyu ambaye anasikiliza somo hili, ukamueleweshe na ukamsaidie akapate kuelewa kila anachojifunza. Katika jina la Yesu Kristo ninafunga kila roho zote zile za kudistract kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu Roho Mtakatifu, useme nasi na utufundishe. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupenda sana na Mungu amekuita mahali hapa kwa sababu Mungu anataka kukuinua. Yaani ndio hicho ninachoweza kukuambia. Wewe ambaye unasikiliza sasa hivi, Mungu anataka kukuinua. Mungu anataka kukutoa kutoka mahali fulani kwenda mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usione kama vile umeingia katika channel au katika muda huu umeingia pasipo sahihi, bali umeingia kwa wakati mwafaka. Umeingia kwa muda mwafaka, kwa sababu mafuta yaliyopo sasa hivi, kuna mafuta katika kila kipindi ninachofundisha, kuna mafuta yake. Mafuta yaliyoko sasa hivi ni mafuta ya kukuinua wewe. Ndicho unachosikia ndani mwangu kukuambia. Kwa mafuta yaliyopo sasa hivi ni kwa ajili ya kukuinua wewe. Mafuta yaliyopo kwa ajili ya kipindi hiki ni kwa ajili ya kukuinua wewe kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sikiliza kwa makini. Lakini kama una namna watu ambao wanajua formula za kimungu, wanajua hawafanyi kitu bila sadaka. Watu ambao wako katika ulimwengu wa roho wanaelewa kabisa mambo ya rohoni yanaenda na sadaka. Kwa hiyo kama una sadaka yako unataka kutuma kwa ajili ya utumishi huu, kwa ajili ya huduma hii, utatumia hiyo namba ambayo nimekutumia na nyingine ambazo ziko hapo chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninachokuambia kuna mafuta ya kuinuliwa. Kwa hiyo naomba usikize mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kutii ni bora. Kwa hiyo sikiliza mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono ni nini? Maana tumesikia sana kuhusu maono. Watu wanafundisha kuhusu maono, lakini hayo maono ni kitu gani? Maono kwanza ni picha ambayo anaona mtu kwa kuletewa na Mungu katika ulimwengu wa roho, au kupitia wazo ambayo huonyesha mtu mambo ya mbele. Kwa hiyo yanaweza yakawa picha ambayo inaonekana katika ulimwengu wa roho, mtu analetewa picha kabisa inadhihirika, lakini pia inaweza likawa wazo linalomjia
mtu. Ili wazo sio kwamba linakuja ukiwa kwenye ulimwengu wa roho, ni wazo linakujia. Unaweza ukawa katika maombi na likaja wazo la wewe kufanya jambo fulani. Kwa hiyo ni bora yale mawazo yote ukawa unafanya nini, unayaandika, kwa sababu kuna namna Mungu anataka kukusaidia kwa kupitia lile wazo ambalo unalifikiria. Kwa hiyo mara nyingi Mungu anaangusha mawazo mengi tu ndani ya mtu, lakini sasa hapo inabidi uchambue ile wazo la Mungu ni lipi na wazo la kwangu ni la lipi, na wazo ambalo adui analileta ni lipi, kwa sababu adui pia anaweza akakuletea wazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri ukachambua na vile vizuri kumwambia Mungu kwa habari ya kila ambacho unawaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maono ambayo unakuta yanakuja kama picha au yanakuja kama video, huwa yanakuja wakati wa utulivu, wakati mtu umetulia. Unaweza ukawa labda umejegemeza mahali ukashangaa inakuja picha fulani. Hayo ni maono. Na maono kama hayo huwa mara nyingi yanakuwa ni ya mbeleni, kwa yanakupa ujumbe fulani kwamba unaenda kupata mtoto wa kike, kunakuwa ni ujumbe. Au unaenda labda uko unamuomba sana Mungu kwa habari ya kitu fulani, unakuta kuna maono. Mimi kuna kipindi nilivyokuwa nimemaliza, nilivyokuwa chuoni, nilipita katika changamoto fulani hivi ya chuo. Baada ya kupita kwenye ile changamoto, nikawa niko kwenye maombi sana, namuomba Mungu. Nikaanza kutafuta namna sijui kama tayari nilikuwa nimeshaanza mchakato wa chuo cha nje ya nchi au la. Lakini nilikuwa nimekaa tu, sikuwa kama naomba au labda nasoma Biblia, nilikuwa nimekaa jikoni, nilikuwa nimekaa kwenye kiti. Nimekaa na kuna watu kwa tunaongea nao. Sasa ile nimekaa na shangaa naona ndege inapita mbele yangu. Yaani maono, ndege inapita kabisa shwap mbele yangu. Na mara nyingi mimi huwa Mungu anazungumza na mimi kwa namna hiyo. Huwa anazungumza na mimi kwa njia ya maono, vitu vinapita kabisa. Kwa hiyo nikaona tap, ndege imepita, nikasema hii ndege inapita na safiri nafanya nini? Lakini baadaye ndio nikaona kwamba ninaenda nje ya nchi. Na Mungu akusema na mimi tu kwa mara moja kwamba ninaenda kusoma nje ya nchi. Alisema na mimi kwa maono hayo nilokuwa ninaona hivyo. Lakini Mungu alisema na mimi nilikuwa kanisani, kwenye kanisa fulani nilikuwa naomba, mchungaji akasema embu ombeaneni nyinyi kwa nyinyi, kama umekaa hapo na mdada, mkaka na mkaka, mkumbatie umuombe. Kwa hiyo tukakumbatiana kuombeana. Mimi katika kuomba kwangu, Mungu akaniletea picha. Nimevaa koti, nimevaa suti, afu niko ndani ya ndege. Sikuwahi kupanda ndege, sikujua kama nitapanda ndege na wala nitaenda wapi, sikujua. Ila niliona tu nimevaa koti na niko ndani ya ndege. Yaani ni picha kabisa. Na ile koti nilikuwaga sina. Lakini na Mungu akikuonyesha kama hivyo, unakuta umesahau. Kwa hiyo ile hali nikawa nimeshaisahau kabisa. Nilivyokuwa nimeshaisahau kabisa, baada ya nafikiri miaka miwili, kuna mwaka mmoja nikawa nimepita kwenye changamoto kubwa sana. Mungu huwa anajua changamoto utakayopitia, afu anajua jinsi atakavyokutoa. Kwa hiyo nilipita kwenye changamoto ya masomo yangu kufeli. Nilifeli vibaya sana, kiasi ambacho sikutegemea. Yani naweza nikafeli kiasi hiki. Ilikuwa ni kama vita ambayo nilikutana nayo, sababu ndo nilikuwa katika wokovu, uchanga. Kwa hiyo sasa nikajikuta ile masomo yale nimefeli kwenye kile chuo kiasi kibaya sana. Kumbe ilikuwa ni njia tu ya Mungu anapitisha ili niondoke niende mahali. Kwa hiyo ni siku nilivyoondoka kwenda kupanda ndege, nikajikuta nimevaa koti lile, Roho Mungu akanikumbusha. Nikashtuka, nikasema hivi ndio nilijiona nikiwa kwenye maono, nikiwa katika hali. Kwa hiyo Mungu huwa anaonyesha pia kwa namna hiyo. Ukiwa kabisa huko macho hivi, anaweza akakuonyesha, kwa sababu nimetoa mfano wa kwanza kwamba niliona maono nikiwa macho, nimefungua macho. Namna ya pili, niliona maono nikiwa naomba. Namna ya tatu, nilishawahi kuona maono nikiwa nimesinzia, na huwa ananitokea hiyo ni mara nyingi, kwamba unapata kusingizi kidogo tu, Mungu anakuonyesha kwa habari ya jambo fulani. Kwa hiyo kuna hayo maono ambayo huwa yanatokea. Ni tofauti na ndoto. Ndoto sio maono.
Ndoto ni ndoto. Ndoto unaiota ukiwa usingizini, usingizi kabisa, umelala. Lakini maono yanakuwaga sio usingizi. Unakuja kwa usingizi fulani kazito, kwa muda mfupi tu, dakika hii moja. Lakini ile dakika moja unaweza ukaona maono ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuonyesha hiyo kwa habari ya mtu mwingine au kwa habari ya maisha yako wewe mwenyewe binafsi. Kwa hiyo hayo ndio maono ambayo Mungu anaonyesha. Na Mungu anaonyesha kwa habari ya kila, anakupa taarifa ya kile ambacho kinakuja mbele yako, kwa sababu hapa katikati kutakuwa na changamoto. Kwa hiyo yale maono yatakusaidia wewe kukuvusha, kuendelea kukuweka katika saburi na kuweka katika imani. Kwa sababu utaendelea kuyaangalia yale maono, ukiendelea kumwamini Mungu kwa habari ya kile ulichokiona, utasonga mbele, hautakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati inawezekana wewe pia Mungu kuna kitu amekuonyesha. Akikuonyesha hicho, ujue kuna namna fulani utapita katika kipindi fulani ambacho hicho kipindi kinaweza kukusababisha wewe ufikirie kwamba wewe maisha yako basi tena. Ujue kabisa, ukumbuke kile ambacho Mungu amekuonyesha, afu endelea kushikilia ile imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna maombi yanayokuja kwa namna hiyo, na hayo maombi kuna wakati yanakuja kama jibu. Hayo maono yanakuja kama jibu la maombi, kwa sababu kuna jambo fulani umeomba au kuna jambo fulani umemuuliza Mungu. Kwa Mungu anakuletea maono kama kukujibu kwa habari ya kile unachoomba. Au unawezekana uombe lakini una wasiwasi. Kwa hiyo kwa kule kuwa kwa wasiwasi, Mungu anakuletea maono. Kuna wakati Mungu anataka kukuonyesha kwamba ameshakusamehe, ameshakuhurumia, ameshakurehemu, na usiwe na wasiwasi, yeye anaenda kufanya. Kwa hiyo anatanguliza maono. Na kuna wakati mwingine ni majibu ya swali. Una swali fulani kwamba unamuuliza Mungu, kuna biashara natamani niifanye lakini sijui nataka kufanya biashara gani. Mungu anakuletea maono ya kuona waziwazi kwa habari ya kile unachotaka kukifanya. Labda unamuuliza Mungu kwa habari ya ndoa. Je, huyu mwanaume Mungu atanifaa? Mungu anakuletea maono. Au wakati mwingine huko katika ndio kuna mtu amekuja kwako, lakini ukimwangalia pengine ni mtu ambaye hajaokoka, kitu cha kwanza, au haiko katika ile standard ambayo pengine unaitaka. Roho Mungu anakuletea maono. Akikuletea maono fulani, na Mungu asemi mara moja kwa habari ya jambo lolote. Mungu anasema hata mara mbili, hata mara tatu. Kwa hiyo anaweza kukuletea maono mara ya kwanza, akakuletea maono mara ya pili, akasema na wewe kwa namna nyingine mara ya tatu, ili upate kujua kwamba kitu fulani kinaenda kutokea mbele yako, au kitu fulani ulichokuwa unaomba ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yanakuja katika utulivu, yanakuja kwa kushtukiza. Yaani sio kwamba unajipanga kwamba sasa hivi naenda kuona maono. Mimi nakwambia wale wote ambao wanajipanga kuona maono haoni. Ujipange. Yaani mfano kama sasa hivi naweza nikawa nakuhubiria wewe yakapita maono. Likipita kitu jambo, najua kwamba Mungu anataka kufanya kitu fulani, au Mungu anataka niongelee kwa habari ya jambo fulani, kwa habari ya kumgusa mtu fulani. Na maono mengine yanakuwa sio picha. Maono mengine yanakuwa katika ulimwengu wa roho ambao unashindwa kuelezea. Labda wakati wa kumuombea mtu, mfano kama sisi watumishi ambao tunaombea watu, mimi naombea sana kuhusiana na deliverance. Mungu ananitumiaga sana kwenye deliverance au ukombozi kwa habari ya watu. Kwa hiyo ninapokuwa namuombea mtu ukombozi, ndio pale unakuta roho Mungu ananionyesha kitu. Kwa hiyo katika kunionyesha kinakuwa sio ndani, yani kinakuwa katika ulimwengu wa roho, kwa namna ambayo siwezi nikakuelezea, haiwi picha. Mwingine ataona picha, lakini mwingine ataona picha. Mimi huwa naona kwa ndani sana kitu fulani, nakiona kwa ndani sana ambacho nikikuuliza unaniambia kwamba ni kweli, ni sahihi, kitu fulani Mungu amekifanya, au Mungu anataka kumfanyia mtu kitu fulani. Kwa hiyo mtu anapokuwa anazungumza na mimi kwa habari ya ile jambo au ule ushauri, anaomba ushauri, si force wala sitaki kusikia, ila roho Mungu akiwa anataka yeye kufanya ndivyo anafanya. Kwa hiyo pale mtu anapokuwa anaongea na mimi au kuomba ushauri, roho Mungu unakuta ananionyesha jambo fulani. Kwa hiyo naanza kumueleza yule mtu kwa habari ya lile jambo.
kwamba kuna kitu fulani Mungu anaenda kufanyia jambo fulani, Mungu anaenda kufanyia jambo fulani. Kwa hiyo kuna namna hiyo ambayo Mungu anaonyesha hasa katika kwenye kuhudumia kwa watumishi wa Mungu, kwa yule mtu ambaye anamhudumia mtu. Unakuta Mungu anakuonyesha jambo. Anapokuonyesha kitu unatakiwa kukifanyia kazi. Unatakiwa kukisema. Unatakiwa kumwambia yule mtu unayemuombea. Au unatakiwa sasa kuomba kwa ajili ya kile kitu ambacho unafanya nini? Unakiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wakati naona hata ninapokuwa nikihubiri. Kwa hiyo hata kama siko live, yaani unajua kuna wakati mwingine mtu anasema kwamba sasa unatoa hiki kitu wakati hauko live. Siko live, lakini Roho Mungu anajua kuna mtu ataingia kwenye hii channel ambao ndio utakuwa ujumbe wake. Unakuta kuna mtu anakuwa tu yuko ana scroll, anasimamishwa kwenye clip yangu. Hanijui, siko famous, lakini anaanza kusikiliza. Kwa hiyo katika kuanza kusikiliza, Roho wa Mungu anakuwa anazungumza naye sasa. Anajua kwamba okay, kumbe Mungu anasema anazungumza na mimi kwa namna hii. Umeona? Kwa hiyo kuna namna kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kuna maono ambayo yanakuja kwako kama wazo. Yaani linakuwa tu ni wazo, lina drop ndani yako. Unakuwa labda unaongea tu, unaongea labda na mtu, au uko kwenye maombi, au unasoma Biblia, unasoma neno, unatafakari neno, unashangaa linakuja wazo la wewe kufanya. Labda uko unamuomba Mungu kwa habari ya Mungu akuinue na wewe. Roho wa Mungu anaweka wazo. Sasa inabidi ulifanyie kazi. Kwanza umuombe Roho Mtakatifu. Ili ni wazo la kwako. Naomba kama ni wazo la kwako hili, nisaidie niweze kulitekeleza. Kama sio la kwako, lipotee katika jina la Yesu. Kwa ile wazo linalokuja kwako, haijalishi linaonekana dogo kiasi gani, anza kulifanyia kazi. Mungu akikwambia fanya jambo fulani, yani Mungu huwa mambo yake jinsi anavyoyafanya, huwa anaanza anaweza akasema na wewe jambo. Akishasema na wewe labda kupitia kwa nabii, akishalisema kwa kupitia kwa nabii, anaanza kukupa namna ya kulifikia lile jambo. Namna ya kulifikia lile jambo ndo anaweza akasema na wewe kwa njia ya maono, wakati wa kusoma neno kwamba fanya hiki, panda mbegu. Sasa unaweza ukasikia Mungu anakuambia panda mbegu, toa sadaka. Unamuuliza Mungu, nitoe sadaka wapi? Naelewa pale pale unaposikia muuliza Mungu, nitoe sadaka wapi? Kwa hiyo unapokuwa unaendelea kutafakari, lazima kuna picha itakujia ya eneo ambalo unatakiwa kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Yaweza ikawa kanisa lako, lakini ikawa sio kanisa lako kabisa. Ikawa tu ni mahali ambapo huwa unapata chakula, neno la Mungu. Kwa hiyo pale pale Mungu anakuambia labda kwa mtumishi fulani, na mtumishi anaweza akawa yuko hata nje ya nchi. Umeona? Mungu akauzungumza na wewe, labda panda mbegu sehemu ile pale. Kwa hiyo pale unapopanda mbegu ndio unashangaa kuna kitu fulani kinatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi ninavyozungumza na wewe ni vitu ambavyo sizungumzi kwa sababu ni vitu vimetokea mtu fulani. Nazungumza pia vitu ambavyo viko katika experience. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu anakuambia ufanye jambo fulani, afu baadaye anakuambia panda mbegu, afu baadaye unaanza kushangaa kuna mambo yanabadilika kwa habari ya jambo fulani. Labda kwenye kazi yako ulikuwa kuna vitu huvioni vizuri kwenye kazi, Mungu anaanza kukudhihirishia, unaanza kuona kazi yako kwa utofauti. Au biashara ulikuwa unaifanya unaanza kuiona kwa utofauti. Unaanza kupata elimu kuhusu labda ile biashara ambayo unaifanya. Unaanza kupata elimu, unaanza kukutana na watu ambao wanakupa elimu kuhusiana na kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuja vinakutokea. Kwa hiyo maono pia yanakuja kwako kama wazo. Maono ndio yanayomjengea mtu discipline kwa habari ya jambo fulani. Bila maono, neno la Mungu linasema katika Mithali 29:18, pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa hiyo maono ndio atakupa discipline, kwa sababu tayari una maono yako umeandika. Habakuki, ukisoma kwenye kitabu cha Habakuki 2, Habakuki anaambiwa njozi hii iandike. Kwa hiyo
unapokuwa umepata maono unayaandika kwa habari ya kwamba hayo maono yatatimia, na unapoandika Roho Mungu anaweza akaendelea kuzungumza na wewe kwa habari ya hayo maono yatakavyokuwa yanafanya nini, yanatekelezeka. Kwa hiyo maono ni chanzo cha mafanikio. Ndio maana nasema hivi, wewe unanisikiliza sasa hivi, kuna namna Mungu anataka kukufanikisha. Kwa hiyo maono ni chanzo cha mafanikio. Kwa hiyo Mungu anaenda kukupa maono, either ni kwa njia ya kuona au akadrop wazo. Hata unapoendelea kusikiliza clip hii, kuna wazo linaweza likashuka ndani mwako. Kwa hiyo ni wazo ambalo unatakiwa kuliombea na kuanza kulifanyia kazi. Kwa hiyo hilo wazo ndio ambalo litakuletea mafanikio. Mafanikio hatuongelei yale mafanikio ya Freemason ya mwezi mmoja. Mafanikio, Mungu ana mchakato kwenye kile ambacho anafanya. Kwa hiyo mafanikio yako yanaweza yakaja ndani ya mwaka, miaka miwili, miaka mitatu, lakini ni kitu ambacho hakitakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi umevifanya vimekufa, lakini kuna kitu ambacho Mungu atadrop ndani yako hakitakufa. Utapita kwenye mapito, utapita kwenye majaribu, utapita kwenye shida, kukosa, lakini hakitakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maono ni chanzo cha mafanikio, kwa sababu maono yanakupelekea wewe kuweka akiba. Maono yanakuwezesha pia kufanya maamuzi. Mfano, maono ambayo yanakuja kama majibu ya jambo fulani, hayo yanakufanya wewe ufanye maamuzi. Yaani mfano ulikuwa unamuuliza Mungu kwa baada ya jambo fulani. Unauliza Mungu, nataka kufanya kitu fulani, nianze wapi, nifanye nini? Kwa hiyo yale maono yakishakuja, yanakuja kama jibu ya kile ambacho ulikuwa unamuuliza Mungu. Mtu ambaye hana maono, mtu ambaye hajapewa maono na Mungu, yupo hatarini kupotea. Kwa sababu neno la Mungu kama linavyosema, kwa maneno pasipo maono watu wacha kujizuia. Yupo hatarini kupotea kwa sababu huna maono. Umepewa milioni 30 lakini huna maono. Itaenda wapi? Itapotea. Kwa sababu hiyo milioni yako 30 yote hautaingiza tumboni, hauta invest, utaipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kwenye kuinvest hautajua una invest wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pasipo maono mtu huacha kujizuia, na vile vile unaweza ukapotea kwa sababu ya kukosa maono. Hiyo tunaiona kwenye Mithali 29:18. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuelekeza kwa habari ya mahali ambapo unaweza ukainvest. Kuna investment nyingi watu wao wanazifundisha. Kuna investment, mimi kuna biashara ambayo huwa nafanya ambayo ni investment nzuri sana. Watu wengi unakuta kitu kinachopigwa mawe ndio kitu ambacho ni sahihi. Kuna biashara ambayo huwa naifanya mimi ambayo sio biashara hii ya kawaida ya kukaa kwenye frame au ya kukaa kwenye ofisi. Ni biashara ambayo ni investment. Yaani ukiwekeza una uhakika wa kurudisha ukifanya kwa bidii. Unapokuwa unasema kwamba mimi nina milioni 5 nataka kuwekeza, nipe elimu ya hiyo biashara ili niweze kuwekeza. Ukipata elimu ya namna ya kuwekeza kwenye hiyo biashara, tayari unaweza ukawekeza na ukajikuta umefika katika hatua kubwa sana. Yaani kuwekeza nikimaanisha kwamba unapowekeza unatarajia hela yako irudi, si ndio? Unapowekeza kwenye biashara unatarajia hela yako irudi, kuwe na faida. Lakini kuna baadhi ya biashara ambazo unaweza ukawekeza na pesa yako isirudi, ukapata hasara. Lakini kuna biashara ambazo unaweza ukawekeza pesa yako ikawa inarudi kila mwezi. Yaani ndio hiyo biashara ambayo nilikuwa naiongelea mimi, kama inaweza ikarudi kila mwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona niingie huko, wala sikupanga. Maana mtu asije akasema kwamba nafanya promotion. Sikupanga kabisa kuongelea kuhusu biashara naifanya mimi. Lakini ni biashara ambayo ninaifanya, ambayo wewe kama unataka kuwekeza unaweza ukawekeza katika hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia unapokuwa labda unaanzisha kampuni au biashara fulani. Mimi ni mwanasheria na kazi mojawapo ambazo huwa nafanya
ni kufanya usajili na wasajilia watu biashara na kampuni. Kwenye kusajilia kampuni au kwenye kufungua kampuni, lazima uweke objective zako za ile biashara. Sio kwenye kusajili jina la biashara, kwenye kusajili ile kampuni. Kwa sababu sio kitu kidogo unaenda kukifanya. Unaenda kufanya kitu kikubwa. Kwa hiyo lazima uandike. Kuna vitabu maalum na viandika. Weka objective zako pale. Kwamba wewe unafanya hii biashara ndio. Una maono gani? Una malengo gani? Andika malengo yako pale. Na uandike malengo sio chini ya peji moja. Kwa hiyo yale malengo yote pale yanaandikwa yale malengo, kwamba malengo ya biashara hii ni 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Which means kwamba kuna siku unatakiwa kufanya nini? Kuyarejea yale malengo. Lakini pia kuna kitu kinaitwa business plan. Kwamba unaweza kaandika mpango wa biashara, kujua kwamba biashara hii itaenda kiasi kwa namna hii, kwa namna hii, kwa namna hii. Kwa hiyo unapokuwa unaona unafeli, utarudi kwenye ile plani. Ile plani ni maono. Kwa hiyo hautakata tamaa kwa sababu ya ile plani. Kwamba kwa sababu ya hii plani, ngoja niendelee. Yaani utajikuta unataka kuendelea. Unataka kuendelea kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inakupa focus. Kwa hiyo maono yanakupa focus. Huduma vile vile. Kwamba unapokuwa na huduma, Roho wa Mungu atakuongoza. Weka maono chini. Kwa sababu unapokuwa unakuja kuwaeleza watu habari ya huduma unayoifanya. Hata hii channel tu hapo. Tayari kwenye channel, kama ni mtu wa kufuatilia, angalia channel mimi nimeandika kitu gani. Kwamba hicho ndicho ambacho nimekiona mimi kwa habari ya hii channel, kwamba itakuwa inafungua watu, kwamba watu watapona, kwamba watu watafunguliwa, kwamba watu watafanikiwa, na kwamba watu, na sio kwa na jambo jingine bali kwa neno la Mungu. Kwa hiyo the first thing, ya mfano kama ya channel nilionayo nimeita Sword of the Spirit, yani upanga wa Roho. Upanga wa Roho ni neno la Mungu. Ni upanga wa Roho, yani neno la Mungu. Sio upanga huu unaoonekana kabisa, ni upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa hiyo ndio foundation ya hii huduma. Foundation ya hii huduma ni neno. Kwamba mtu atafunguliwa kwa neno la Mungu, mtu atapona kwa neno la Mungu, kwa kulisikia na kulijua neno la Mungu. Huponi kwa sababu tu umefanyiwa muujiza wa popcorn, alafu ukarudi pasipo wewe kulisikia neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia, na kusikia huko ni kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nje hapo sio imani. Najua watu wengi huwa mnaiongelea sana imani, lakini imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Kwanza inakuja kwa kusikia wewe kwanza. Alafu umesikia nini? Umesikia neno la Kristo. Hujasikia neno la Vero, hujasikia neno la sijui kitu gani, au la mtu fulani, au la kitabu fulani. Umesikia neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hujalisoma, umelisikia. Sio kama tunaelewana? Hujalisoma, umelisikia. Ndio maana ya neno imani inajengeka kwa sababu umesikia. Na umesikia nini? Umesikia neno la Kristo. Ndio imani inakuja kwako. Watu wengi mfano kwenye mikutano ya Injili. Watu wanapokwenda kwenye mikutano ya Injili, wanapona kwa sababu ya ile imani ambayo imejengeka ndani yao kwa kusikia. Amesikia kwa habari ya huyo Yesu anaponya. Huyo Yesu anafungua. Huyo Yesu ni wa miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ameweka ndani mwangu kwa habari ya Hour of Miracle. Tutakuwa na vipindi vya Hour of Miracle, vitakuwa live kwenye TikTok kwa wale ambao hawanifollow TikTok. Nafikiri nitaweka hapo ndani yangu ya TikTok ambayo nitaiweka. Baada ya muda, Mungu anipe kibali, kutakuwa na an Hour of Miracle. Mungu anaenda kufanya miujiza mingi tu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuopa uhakika, Mungu anaenda kufanya miujiza mingi kwa watu. Ukiwa unaendelea kufuatilia kwa habari ya Hour of Miracle ambayo nitakuwa nafanya live katika TikTok. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anipe neema tutakapoanza ujumuike na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono pia huja kama ujumbe. Kwamba Mungu anaweza kukuletea maono yenye fumbo ndani yake.
anakuletea fumbo, yaani anakuletea maono, lakini hayo maono yanakuwa na fumbo ndani yake. Kwa hiyo yanakuja kama ujumbe, na maono ya namna hii yanaweza kuja kwanza kama maono ya wazi. Yanakuwa ni maono yenye fumbo lakini yanakuwa na wazi, kama vile maono ya Kornelio. Tukiangalia kwenye ile Matendo 10 mstari wa 1 mpaka wa 8, ningependa nisome. Neno la Mungu linasema, palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi. Mungu huwa hamwachi mtu ambaye ni mtoaji. Mimi hii lazima niiseme. Aidha unatoa kwenye huduma hii au unatoa sehemu ambayo Roho wa Mungu anakuongoza, Mungu huwa hamwachi mtoaji. Mimi ni testimony wa hii. Mimi ni mtoaji. Sijisifu lakini natoa. Kwenye upande wa ikija kwenye ishu ya Injili, yaani unakuta tu Roho wa Mungu ananigusa. Yaani ikija kwenye ishu ya Injili, pale Roho Mtakatifu akinigusa natoa. Mungu hamwachi mtu wake anayetoa. Atakutetea kwa namna nyinyote ile. Anakutetea kwenye vita utakazopitia mbalimbali. Utatetewa kwenye sijui nisemeje. Hii ni formula ya kimungu. Mungu hapokei rushwa. Si kwamba unatoa ili Mungu akufanyie kitu. Unatoa kwa sababu unampenda Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unatoa kwa sababu unataka kupeleka Injili mbele. Hautoi kwa sababu unataka Mungu akufanyie kitu fulani. Mungu hapokei rushwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni Mungu, yani ninavyoongea hivi na Mungu ananikumbusha jambo fulani ambalo sikulifanya. Ni kweli tunaambiwa sana na watumishi wa Mungu, pengine hata mimi nishai kusema kwamba unapotoa sadaka yako ongea neno, sema neno. Lakini hii inakupa sijui ni ufunuo mpya kwamba unapokuwa unatoa, toa kwa kupenda, kwa upendo na sio kwa kutarajia, kwa sababu kununui chochote kutoka kwa Mungu, wala una uwezo wa kununua kitu chochote kutoka kwa Mungu, na wala huwezi kulipia chochote. Huwezi kulipia uhai ulionao, huwezi kulipia uponyaji, huwezi kulipia chochote unachokitaka kwa Mungu, huwezi kukilipia. Ila Roho wa Mungu anapokuambia panda mbegu ya sadaka eneo fulani, wewe nenda kapande. Ila kama Roho wa Mungu hajakwambia kwamba toa sadaka kwa habari ya jambo fulani, wewe toa sadaka kwa sababu umempenda Mungu, unataka Injili songe mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuendelee. Mstari wa 3. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa akisema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi, peleka watu Yafa, ukamwite Simeoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja, jina lake Simoni. Alikuwa anatoa sadaka si kwa sababu alikuwa anatarajia kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Utoaji huo unaweza ukawa sio sahihi. Usitoe kwa sababu unatarajia kitu fulani. Huo utoaji unaweza ukawa sio sahihi, na unaweza ukawa utoaji ambao hautapokea. Yaani unapotoa sadaka na kusema kwamba mimi natoa sadaka natarajia 1 2 3, unaweza usipokee. Au Mungu nataka nifanyie 1 2 3 alafu nitatoa sadaka, unaweza usipokee. Mpaka Roho wa Mungu akwambie toa. Kwa habari ya hili ombi unaloomba, panda mbegu kwenye huduma. Shingapi? Toa kiasi fulani. Roho wa Mungu hawezi kusema hela ambayo iko nje ya uwezo wako. Toa kiasi fulani. Kwa sababu Roho wa Mungu hataki sadaka yako, anataka moyo na imani na utii. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo atasema utoe kwa habari ya kitu fulani, panda mbegu kwenye huduma, fanya kitu fulani kwa habari hiko unachokiomba. Atasema na wewe ukiwa katika yale maombi au unawazia kwa habari lile jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tuendelee. Mstari wa 4, akamtazama sana akaogopa, akasema kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu wa Yafa ukamuite Simeoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simeoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia ya kupasayo kutenda. Na yule malaika aliyesema naye akisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani na askari mmoja, mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima. Alipokwisha kuwaeleza mambo yote, akawatuma akaenda Yafa. Okay, mstari wa 9. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri kukaribia mji, Petro akapanda darini kwenda kuomba. Yapata saa 6 mchana. Nani huyo? Petro. Sasa akaumwa na njaa. Sasa kumbuka, huku nimeongelea kuhusu Kornelio, yeye amepewa instructions zake. Sasa tunakuja kwa mtumishi wa Mungu. Sasa wewe, Mungu kakwambia kitu, alafu lazima kunakuwa na connection ya mtu ambaye Mungu huwa anamtumia. Kwa hiyo anakuja kwa mtumishi wa Mungu sasa. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri kukaribia mji, Petro akapanda juu darini kwenda kuomba. Yapata saa 6 mchana. Akaumwa na njaa sana, akataka kula, lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake kazimia, akaona mbingu imefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inateremshwa kwa pande zake zote hata nchi, ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, ukachinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu na najisi. Yaani hapa waliteremshwa wale wanyama wote waliokataliwa kipindi cha Torati. Nanielewa? Wakawa wameshushwa pale. Akaambia chukua. Sasa akaambia hao najisi, wana miguu minne, wanacheua, wanafanya nini? Au ndo alioletewa. Akasema hapana, siwezi kula kwa sababu nini? Ni najisi. Mstari wa 15, sauti ikamjia mara ya pili ikamwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Kwamba akamwambia Mungu tayari ameshavitakasa. Yaani mpaka Mungu akwambie ufanye. Si kwamba anataka ule najisi. Ni kwamba yeye alishavitakasa wakati wa uumbaji. Jambo hili likatendeka mara 3. Kisha kile chombo kikapotea, kikapokelewa tena mbinguni. Baada ya hapo Petro akapewa maana ya yale maono. Kwa hiyo hayo ndiyo maono. Sasa sitaki kwenda sana kwenye, nitajikuta naingia kwenye masomo mengine na nitakuwa ndefu sana. Nataka tu uone kwa habari ya maono ya wazi. Kwa hiyo hiyo ndio namna ya maono ya wazi. Yale maono ambayo aliyaona Petro ndio yalikuwa maono ya wazi. Yaani ni shuka limeshuka kabisa tab, anaona wanavyosema shuka ni kama sinema. Yaani sinema ni kama vile imefunuliwa sinema, afu unaona wanyama wanapita live. Afu unaambiwa sasa chinja ule pale. Unasema huyo ni alamu. Kwa hiyo yale yalikuwa ni maono ambayo huko mbele, kama unaweza naomba usome hiyo Matendo yote 10 yote utaielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka kuelewa ni nini hasa. Lakini ninachotaka kueleza ni maono ya wazi. Kwa hiyo kuna maono ambayo yanaweza kutokea wewe ya wazi na wala hutakiwi kuogopa. Yanakutokea wazi na wala usitaki kuogopa. Ni maono yanatoka wazi. Sijui nikuelezeje. Wazi kabisa hivi. Kama ulikuwa unamuuliza mtu kwa habari ya jambo fulani na muona wazi, unaweza kumuona mtu jinsi anavyoingia ndani hapo na kuiba. Unamuona wazi. Unaweza kumuona wazi mtu jinsi anavyoenda hadi kwa mganga kienyeji na anavyofanya mambo yake. Unamuona wazi. Mungu anakuonyesha wazi. Huko kuna maono ya wazi, au unaweza kuona wazi kwa habari ya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mara nyingi ni maono ambayo yanajibu maombi fulani. Maono ya pili
ni maono ambayo yanakuja roho ikizimia, au ukiwa umesinzia, umepata ka usingizi fulani kazito. Kwa hiyo yanakujia maono kama hayo. Kwa hiyo kwenye ule mlango wa 9 tunayaona hayo maono ambayo yalimjia Petro mara 3. Kwa hiyo Petro alikuwa dalini lakini alisinzia. Kwa hiyo hayo maono ni ya wazi, lakini pia ni maono ambayo aliyapata akiwa amesinzia. Maono ya 3 ni maono yajayo kama ufunuo, na huo ujumbe mrefu, hasa yanakuja hasa kwa manabii. Si kwamba haya niliyoyasema huwa hayaonekani kwa manabii, lakini mara nyingi maono ambayo yanakuja kama ufunuo yanakuwa ya muda mrefu, huwa mara nyingi yanakuja kwa manabii. Mfano ufunuo wa Yohana. Okay? Ufunuo ambao ulikuwa ni wa Yesu Kristo, ambao alifunuliwa Yohana kwa habari ya Yesu Kristo, ndio ufunuo ambao Yohana aliuona kwa muda mrefu. Lakini pia manabii, Mungu anaweza akakufunulia jambo kwa muda mrefu, yaani kwamba uko na mtu unaongea naye, anakueleza unaona hiki, unaona hiki, unaona hiki, unaona hiki. Kwa habari ya Mungu anaenda kukupa kazi, akupa kazi utaenda hivi. Kwa kadri yule mtu moyo wake unavyoenda kufunguka, ndivyo roho Mungu anaendelea kufunua. Mara nyingi unaweza ukawa unaomba na mtu, na ikiwa imani haiko ndani mwake, Mungu anaweza asizungumze na yeye zaidi ya kile alichozungumza naye pale, au zaidi ya kile Mungu alichokifanya. Roho Mungu anaweza kukupeleka mahali kwa habari ya kumuombea mtu. Unamuombea lakini asipopokea. Unajua kuna namna ya kupokea, namna ya kupokea. Yaani unakuta unamuombea mtu hapokei. Ndani mwake amefunga moyo, ana imani zake tofauti kwa habari ya kupokea, kwa habari ya maombi. Mwingine pengine haamini kuhusu kunena kwa lugha. Kwa hiyo hata unapokuwa umemuombea, sasa roho Mungu anafika pale, ana take over na kuanza kuomba kitu ambacho hata wewe ujui. Yule mtu, roho Mungu hataki wewe ujue pia. Inawezekana kinakuhusu hata wewe mwenyewe lakini roho Mungu hataki wewe ujue, hataki yeye hajue, lakini roho Mungu anaomba kwa kuugua. Lakini yule mtu hapokei, amefunga moyo, inaweza kitu kisitokee. Lakini akifungua tu moyo, pale pale roho Mungu kuna vitu anaweza kaanza kuonyesha. Kitu fulani, naongea katika experience. Mungu anaweza akakuonyesha, lakini akifunga moyo wake, basi kile ambacho roho Mungu alikuwa anataka azungumze naye, hatazungumza naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Au amedharau. Hautaona tena ukipata mimi nafikiri watumishi wanaelewa nikiwa naongea kwamba ndio maana naweza nikashauri kwa kama wewe ni mtumishi wa Mungu, muombee mtu anayetaka au mtu aliyeomba maombi, kwa sababu imani ni kuchukua hatua pia. Kwamba mtumishi, naomba niombee, njoo nitakuombea. Hatua yeye kuja kwako na kutamani yale maombi na ile shauku ni imani, na hivyo atapokea. Lakini huruma tulizo nazo za kutaka kwenda kuombea mtu bila yeye kusema, anaweza asipokee, kwa sababu akifika pale alafu wewe ndio utakayeumia. Utaumia kwa sababu haujaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Haujaona matokeo kwa sababu umeenda kwa huruma zako, ndani yako umefeel kwamba ninaenda lazima nikamuombee, lakini yeye hakutaka kuombewa. Au pengine Mungu hakutaka umuombee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yapasa yeye aombe kuombewa, lakini sio kuombewa peke yake, na wewe kumuuliza roho Mungu kama unatakiwa kumuombea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine Mungu hataki waombee, ni yeye Mungu mwenyewe amewapiga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana naongea kwa sababu kuna mtumishi mmoja nakumbuka, kuna mtu mmoja alifika, alikuwa anataka aombewe, akasema Mungu ananikataza kabisa kukuombea kabisa. Watu wengine walikuwa ni watu wameshaua, ni wachawi wameshaua, hadi watumishi wa Mungu wameua na huduma zao zote. Mungu amekasirika kwa habari yao.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanakuwa hata rehema, kipindi chao kishapita cha rehema. Mungu anasema na mrehemu wa kumrehemu ni mtakaye. Mimi nikitaka mtu kumrehemu na mrehemu, na mtu nataka kumhurumia na mhurumia. Lakini yule mtu ambaye amesema kwamba nikianza kuona tunakaribia kukata roho, ndio nitaita mchungaji nimwambia niongoze sala ya toba, wala na utajikuta uko tayari kuzimu kwenye moto wa jehanamu. Sijui kama kuna moto wa jehanamu tayari, lakini utajikuta tayari uko kule moto tayari. Nafikiri moto tayari ushaandaliwa na kwa ajili ya shetani na malaika zake. Na malaika wenzake. Sio kwa nini tunaitaga malaika zake? Malaika wenzake. Shetani na malaika wenzake walioasi wameandaliwa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa mtu anafanya kitu kwa makusudi na anajua kabisa kwamba hiki anachokifanya ni kosa, afu nitakitubu baadaye. Wakati mwingine anakosa kile kipindi cha rehema na neema kabisa. Kwa sababu anajua ni kosa, atatubu baadaye. Anajua kabisa ni kosa mimi kuzini, anasema nitazini afu tatubu, kwa sababu Mungu ni wa rehema. Yaani katika watu ambao wamemkosea Mungu, yaani wewe nimemchukua Yesu umemtundika msalabani, haijalishi unamtumikia kwa namna gani, Mungu anasema nataka sana rehema. Lakini unapoweka dharau kwenye ile rehema ya Mungu, umeweka dharau katika tendo la msalaba, ya kwamba nitafanya dhambi alafu nitatubu alafu Mungu atanisamehe, alafu unafundisha na wengine kwa habari hiyo hiyo. Wewe unaweza ukafa ukiwa guest na huo utumishi wako, huo aposto wako, huo uchungaji wako, na watu wanakuita mchungaji wewe, wanakuita sijui wa nabii wewe, wanakuita sijui nani wewe, wanakuita mfungua makanisa wewe, utakufa guest usipotubu kweli. Utubu kweli na uache dhambi na ugeuke. Kutubu ni kugeuka, kuacha dhambi zako na kugeuka, na kuwafundisha watu kwa habari ya toba na kwa habari ya utakatifu na kuishi maisha ya utakatifu. Kuokoka si tunasema kuokoka, lakini neno la Mungu linasema nini? Linasema utaokoka. Utaokoka. Kuokoka tunaisema kwa imani, tumeokoka. Tumeokoka kwenye nini? Tumeokoka kwenye ile adhabu ya dhambi. Lakini kumbuka, hii ni mchakato, ni safari. Sio kwamba ukishautubu na kwamba uko kwenye kanisa la kilokole uko mbinguni tayari. This is a journey ambayo unatakiwa kuendelea kuishi katika hayo maisha uliyoyachagua ya kumuishia Kristo, ya toba. Ikiwa umeingia kwenye dhambi, ni pale ambapo ni kitu kimefanyika katika roho, kiko nje kabisa ya wewe, ya mwili, ambapo roho wa Mungu ataingilia kati na kukuvusha na kutoa kwenye hilo pito. Sisemi kila mtu ambaye yuko katika zinaa yupo kwenye, kuna mwingine anataka kutoka na kila siku anaomba Mungu kwa sababu yuko kwenye kifungo. Lakini naongelea yule ambaye anaelewa anachokifanya kabisa, lakini ana entertain tamaa alionayo, uongo alionao. Shetani ni muongo na baba wa uongo. Kwa hiyo wewe ni baba yake Shetani, wala sio baba yake Mungu. Wewe Mungu sio baba yako. Wewe babako ni Shetani, kwa sababu ni muongo, mzinzi, kila kitu. Vingine hata sitaki kuvitaja, nilikuwa nataka nitaje kitu ambacho kwa kinanijia, lakini inawezekana nicho nacho wanafanya. Leo hii unatakiwa kugeuka na kutubu na kuacha njia zako mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maono yanakujia kwa ufunuo, hasa kwa wale manabii. Utaona kila kitu Mungu anakufunulia. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu humpa haya maono, Mungu humpa anayetaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maono ambayo Mungu anakupa ni kwa ajili ya kukuinua wewe upige hatua katika mafanikio. Sasa unapokuwa umeshapata maono, kinachofuata ni wewe sasa, utekelezaji uko juu yako. Mungu ameshakupa maono, amekupa uwezo,
amekupa namna ya kufanya, wewe unachotakiwa ni kutekeleza. Kumbuka utekelezaji wako hauwezi kuwa wa kiurahisi sana. Kwa hiyo usiwe mtu wa kulalama sana yani. Usiwe mtu wa kudeka sana. Unatakiwa kuwa strong kwamba ninaenda kulitekeleza kile ambacho Mungu amenionyesha. Na kuna vyanzo mbalimbali vya utekelezaji wa maono ambavyo vyanzo hivyo kuna rasilimali ambazo hiyo rasilimali ni rasilimali watu, rasilimali vitu. Yani ili utekeleza hayo maono unahitaji watu, unahitaji vitu. Kwa hiyo unapokuwa umemwambia Mungu nimeona maono haya, kwa hiyo maombi yako atakuwa sasa nipe watu, nipe vitu vya kutekeleza haya maono. Kwa hiyo inategemea ni maono ya namna gani. Pengine vitu vyako vitakuwa ni pesa, ni ardhi, mtaji, vitu mbalimbali ambavyo unatakiwa kuvifanya. Nipe watu, nipe kitu fulani. Roho wa Mungu sasa anza kubadilisha maombi yako sasa, kwa sababu ushaonyeshwa. Kwanza kubadilisha maombi yako kwa habari ya sasa Mungu akutafutia kuinulie vitu fulani kwa ajili ya kuanza kutekeleza. Kwa hiyo unahitaji msaada wa Mungu kwa habari ya fedha, kwa habari ya kumbukumbu, kuweka kumbukumbu, na unatakiwa kuandika, kwa sababu maono kuna wakati unaweza ukasahau kile ambacho Roho wa Mungu amekwambia. Ndio maana Habakuki anasema yaandike. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine unatakiwa kuwa sasa, kitu cha tatu. Kitu cha kwanza umepewa maono, umeona. Kitu cha pili, hatua ya pili ni utekelezaji wa kile ambacho umeonyeshwa. Hatua ya tatu sasa ni kuwa na mpango mkakati wa utekelezaji wa kile ambacho umeonyeshwa au kile ambacho umekipata, Mungu amekuonyesha. Ni katika ule utekelezaji, ule mpango mkakati utakaoweka. Anza kuweka mpango mkakati wa nani unamhitaji kwenye hayo maono, kwenye utekelezaji wa hilo jambo, utekelezaji wa hiyo kampuni, hiyo huduma, hiyo biashara, unamhitaji nani? Wapi utapahitaji? Utaenda kuweka wapi hiyo biashara? Utaenda kuweka wapi hiyo huduma? Utaenda kuweka wapi hiyo kampuni? Ni kitu gani unakihitaji? Anza kujua ni nini unahitaji ili uweze kutekeleza. Hivyo vitu vyote lazima uviweke kwenye maombi, lakini pia ukishapata hela uanze kuvifanyia kazi sasa. Kwamba ni kitu gani utakihitaji katika hicho ili kutekeleza kile ambacho unatakiwa kukifanya. Utatakiwa kutekeleza kwa njia gani? Haleluya. Na nani atafanya nini na kwa wakati gani? Kwa hiyo ni mpango mkakati ambao utauweka sasa, kwamba nitahitaji mtu fulani ambaye atatakiwa kufanya kitu hiki kwa wakati fulani. Nitahitaji mtu wa marketing anifanyie marketing kwa wakati fulani. Nitahitaji, kwa sababu hapo utahitaji pengine wataalamu wa kufanya jambo fulani. Kwa hivyo usifanye vitu kwa fanya vitu kwa kitaalamu, ili vitu vyako viende, ili mambo yaende vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nitahitaji matangazo. Haya matangazo yako yakae vizuri sasa. Umenielewa? Kama uyawezi, basi tafuta mtu ambaye anaweza kukufanyia kitu kama hicho. Kwamba unatakiwa kufanya kwa njia ipi? Unatakiwa ni nani afanye hicho kitu? Kwa namna gani na kwa vipi anatakiwa kukifanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii nafikiri nitaishia hapo, na mimi nitakuwa nimepata kitu kikubwa sana kwa habari ya maono. Na kwa yale maono ambayo Mungu amekupa unaenda kuyafanyia kazi. Na unapoenda kuyafanyia kazi, Mungu anaenda kukuinua. Mungu anaenda kukutoa kutoka katika sehemu moja kupeleka katika sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Kabla tujaomba, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia 0715410722 au kama unataka line ya Airtel utatoa 0789818270. Jina linatoka Veronica Holela. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyo ambaye umempa maono haya raba shata karaba kataya. Ninakusii Mungu mtakatifu, ukamsaidia haya maono ambayo ako nayo aweze kuyatekeleza kwa usahihi na kwa wakati, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maono haya yakapate kuyatekeleza, yakapate kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Anapoanza kuyafanya maono haya, Bwana ukae pamoja na yeye, ukamshike mkono, ukamuongoze, ukampe watu sahihi, ukamuonyeshe eneo sahihi, ukampe fedha, anahitaji mtaji, ukampe mtaji katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye Mungu anakuuliza kwa habari ya nini anatakiwa kufanya, wapi afanye, Roho Mtakatifu ninaomba ukafungue macho yake ya rohoni
akapate kuona, akapate kujua kile ambacho anatakiwa kukifanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mpe maono, mpe wazo kwa habari ya kile ambacho anatakiwa kukifanya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya hiki ambacho unaenda kukifanya kwa ajili yake. Amen. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue sana. Nakukaribisha tena uweze kusikiliza neno la Mungu siku nyingine na wakati mwingine na wasaa mwingine. Ikiwa hujaokoka, hujampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nakukaribisha leo kapata kumpokea Kristo. Haya yote yaweze kufanyika kama hujampokea Yesu Kristo. Roho wa Mungu hawezi kukufunulia chochote ikiwa hujampokea yeye. Kama unaona mambo na hujaokoka, yani nataka nikueleze hivyo. Kama kuna mambo Mungu unaona yanafunuka kwako na hujampokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ujue sio Roho Mtakatifu anayekufunulia hicho. Ila inawezekana unafunuliwa na mizimu. Inawezekana unajiuliza sana, kuna wakati naona vitu, kuna wakati naona kitu fulani, inawezekana ni mizimu inayokufunulia na sio Mungu. Unamhitaji Roho Mtakatifu, unahitaji kuokoka. Kama kuna kitu ndani mwako cha kimungu, kiwe contaminated na nguvu zozote za giza. Kwa sababu kama hujaokoka, hauna ulinzi wa Mungu na unaona vitu, ni rahisi sana nguvu za giza nazo kutake over na kukuwekea vitu vyao na ukajikuta unatumika kwenye upande wa giza. Kwa hiyo unahitaji kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili kile ambacho unaona kiwe ni pure from the Holy Spirit, pure kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ikiwa unataka kumpokea Kristo leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Leo hii ninatubu dhambi zangu zote, nikimaanisha kuziacha. Ninaomba unisamehe. Ninaomba ukafute dhambi zangu na ukafute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na ukaweke kitabu changu kwenye kile kitabu cha uzima. Nisaidie nipate kuishi maisha matakatifu. Dhambi isinishinde, majaribu yasinishinde. Nipe Roho wako Mtakatifu aniwezeshe kuishinda dhambi, aniwezeshe kuishi maisha ya kupendeza, aniwezeshe na kunijaza karama ndani yangu. Asante Bwana Yesu kwa maana umenisaidia. Asante Bwana Yesu kwa maana umeniokoa. Asante kwa maana umenisamehe na siku ya leo nimeokoka. Amen. Nipe taarifa ya kwamba umeokoka, kwa sababu unahitaji kushikwa mkono. Huwezi peke yako, unahitaji kushikwa mkono, unahitaji kufundishwa. Kwa hiyo nipe taarifa ya kwamba nimeokoka, nimempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nahitaji kufundishwa zaidi, nahitaji msaada zaidi. Nipo tayari kwa ajili ya kukusaidia. Mungu akubariki sana. Na wala siwezi kuchoka kukusaidia kwa sababu ni wito Mungu ameweka ndani mwangu. Kwa hiyo siwezi kuchoka wala siona kama utakuwa unanichosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kazi Mungu amenitia, ndio kazi yangu. Haleluya. Na nimejitoa kwa ajili ya hiyo. Amen. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue sana. Shalom, shalom.